mzima, nimeokoka. Yesu ni Bwana na ninafurahia wema wake kwa kuniweka nikuwa hai siku ya leo. Ni baraka za Bwana ameniongoza siku nyingi tangu nilipopeana maisha yangu kwa Yesu. He has been faithful. Paul writing to his son Timothy did say kwamba, I know whom I have believed in, and I know that he is able to keep that which I have committed unto him until that day. My God is faithful. Ameniongoza safarini na namshukuru kwa sababu ya wema wake. Isaiah 43 verses 1 to 3. 43 verses to 3. 1 to 3. But now this is what the Lord says: He who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have summoned you by my name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Let us appreciate Mama Claudia. When I was doing my diploma in children's ministry, I came to do my thesis in this church, and she was there as my invigilator. Na nashukuru Mungu kwa sababu hiyo ilinisaidia nikapita vizuri. So even as I preach today, now get better my invigilator, now the good work she did, and she's doing an amazing job, because my learned friend Samuel tulipita naye hiyo mtihani. God bless you, my dear. Hallelujah. So the message I have for us today is that I will be with you. The topic is I will be with you. Praise the Lord. Na achukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kuwa mahali hapa. Na even as we do that, sijui kama umeshajikuta in a situation where you are left alone, surrounded by circumstances beyond your control, and yet you feel unajisikia hauwezi kubadilisha hali ilivyo wakati kama huo. Umezingirwa na mambo, unajikuta umesongwa huku na huku, and you don't know what to do. And this is what happens to our everyday life, especially kama nyakati hizi gumu za uchumi na coupled with the matter of corona and then the politics of BBI. Ni mambo magumu inayotuzunguka. There are hard decisions to be made, and you do not even know where to turn to. At such times as this, our only recourse is to look up to where our helps come from. Bwana asifiwe sana. David saying in Psalms 121, I look up unto the mountains. Where does my help come from? And he said, my help comes from the Lord, the creator of the heavens and the earth. Blessed be the name of the Lord. Yeah, it is the time to look upon the name of the Lord. Kwa sababu hali zinaweza kuwa gumu, and you do not know where to start or how to go about it. In the scriptures we have read, Israel was exactly in a situation like this. This man Gideon, tukisoma hapo mbele, tried all that he could just to ensure that he coped with the situations and maybe tried to make ends meet. The background of the scriptures about tumesoma ni kwamba there was a time in history when Israel went astray. They left going in accordance na maadili ya Mungu, and the Lord left them alone. Na alipowashilia, their enemies came. And the enemies who came this time round were the Midianites. The Midianites walipokuja, and the people from the east wakaja wakaigia kule Israeli na wakawatesa sana. Hivi kwamba because they were a powerful force, Israeli hakuna kitu wangeliweza kufanya afaulu. Wakilima mahindi yao ama ngano, they would come with their cattle and camels without multitude, na wanawaachilia katika zile ngano, and it was a very, very difficult time. Gideon found himself in circumstances kama hizi. But then, alipoangalia, akaona, what am I going to do in such circumstances? Na tunaona, he thought, I cannot just be here. I cannot just sit around. I must do something. Bwana asifiwe sana. Akasema namna gani? This is the situation in which we are in, but I must do something.
As I was looking at this matter, it is that he did not agree or resign himself to the status quo of the day. Aseme sasa kumebadilika, sasa kumeharibika, I don't know what I'm going to do. But he felt in his heart, I must do what I am supposed to do. Hallelujah. Kuna kitu moja I want to put across as we share this message, that as you move about in life, it is important wewe ujijue and then be ready to do whatever you are able to do. Bwana siwe sana. Usikubaliane na vile hali ni kugumu ni nini, hata biashara haiendelei, sitafungua, sijui nini. Ngangana na hali zako. Bwana siwe sana. So this man Gideon was there and he tried to see to it because he had a family to keep. He wanted to see to it that even in these hard times, I must do something. And luckily, he was able to grow his wheat. Amen? He was able to grow his wheat. Now there before ukisoma unasikia kwamba the Midianites would come with their camels and their cattle. Na wangewalishilia hizo ng'ombe na gamia zao kwa chakula cha wana wa Israeli. Hivi kwamba hakuna mtu angepata kitu. Lakini out of all this calamity, Gideon was able to raise a harvest. Amen? He was able to raise a harvest. And sure enough, he harvested it. Akaweza kuivuna ile gano. Na unajua sasa kupanda gano, si kitu tunaweza panda ndani ya nyumba kama hii maua. Si kuna maua inapadagwa hapa ambao ni live. Yes, si kitu kupandwa mahali ndani, ninapandwa wapi? Kule nje. Na huwezi kuifunika na hema, itaonekana because inahitaji mvua na jua. So it was exposed. But somehow, he was able to do it. After he was able to harvest. Now, after harvesting, this was where the problem arose. Maana, baada ya kuvuna gano si mnajua wale ambao wamelima gano. Ama wale mmelima maharagwe. Si ndio? Ikishakuwa inakauka. Na ikishakauka, what do you do? Ili utoe maharagwe ndani ya yale majani ama ile gano. Unaipeleka mahali nje, unaianikia jua, okay? Ukishaianikia jua, basi hapo ndipo unakuja na miti unaigonga, unaachilia kwa upepo, makapi yanaenda, unabaki na nini? Tuko pamoja kanisa la Bisil. Unabaki na nini? Unainua yale makapi, but that was also the way the wheat was being threshed. It could be taken outside for threshing so that you may remain with the wheat. But what does verse 12b tell us? Inatuambia kwamba Gideon had, not verse 12, verse I think 10, kwamba because of the situation as it was, he took his wheat, okay? Yale makapi na nini, and he entered into a wine press. In Kiswahili inaitwa shinikizo. Shinikizo ni mahali pa kutengenezea mizabibu. Baada ya matunda ya mizabibu kukua, unaileta ikiwa ripe, it is in a closed room somewhere, unaanza kutengeneza na kuifinya itoke ile juice yake, okay? It is very different from the threshing floor. The threshing floor requires openness and wind, okay? Because you need the wheat to carry away the chaff so that you may remain with the wheat. The wine press, again, is somewhere enclosed. You don't need the weed. You don't need the openness. You do it like in secret, isn't it? Because the wine inahitaji usafi, cleanliness. So ukileta upepo utaharibu kile unafanya. Now, ondoa the threshing floor kule nje uigize kwa wine press. Hebu niambie utatengeneza hiyo gano namna gani? Unajaribu kufanya ile uteo naonaga tukienda Mombasa road huko ya Wakamba. Unafanya hivi na unapuliza na pumzi yako na haiendi kwa sababu hakuna nini? Hakuna upepo. And this is the situation that Gideon found himself in. Lakini akasema, even if I have to do it in the wine press, lazima watu wangu wakule. Hallelujah. He was really struggling and he was doing what he thought was needed to be done. It is in these circumstances that the angel of the Lord appeared to him. And verse 12b tells us, he spoke to him and said, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Sasa niambie, why had Gideon to thresh his wheat in a wine press? The Bible says, ili aifishe kwa Wamidiani. Amen? Anafanya tu kungangana na hali zake. Anajua ni wakati wa hatari. Where am I going to do this? Anaigia kule ndani anafanya kazi. Ili aifishe. Ili isipatikane na maadui zake. Na wakati huo, ndipo malaika wa Mungu akamtokea.
akamwambia Bwana ako pamoja nawe, shujaa wa vita. What a contrast. Mahali huko ni mafichoni, unang'ang'ana na hali zako na ni gumu, and then someone anakuja na kuambia Bwana ako pamoja nawe. And I thank God because of the answer that Gideon gave in verse 13. Akamwambia, really? Is the Lord with me? If the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where are the miracles which our fathers told us of, saying, did not the Lord bring us from the land of Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Mara hiyo, Gideon was not ready to accept that commendation. Mungu anaweza kuwa nami namna gani? The struggle to make life move on. I don't know. How can I explain this? And then unaniambia Bwana ako pamoja nami. Haven't we heard mambo makubwa ya Mungu? Bwana asifiwe sana. Now, you know, Gideon had seen it all. Na hivyo, anyone coming to tell him some miraculous living needed to explain themselves thoroughly well. Okay? Meota nakuja kumwambia wewe umebarikiwa, wewe umefanikiwa, wewe sio kwa hivi, lazima upeane kadi zote to be understood, because this was a grievous situation. He was not ready for some pseudo message to soothe his mind and then leave him empty. Hakutaka mtu anakuja kumpogeza, halafu mara hiyo umejiendea na ukamwasha katika shida zake. He wanted the real thing. If they are blessings, they must be blessings. If they are miracles, they must be miracles. They must be real. Nothing more, nothing less. Unapokuja kuniambia sijui umefanikiwa, sijui utainuliwa, sijui utafanya, lazima iwe ni kitu inafanya nini? Inaonekana, siku kupepetwa hivi na maneno, halafu unachukuliwa mawazo yako unapotea. Then all of a sudden when the dust settles down, unajikuta uko peke yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. But I thank God for the message he had for us today. Maana alimwambia, even as it is, the Lord is with you. Hallelujah. What is it? And why did God, you may ask, chose Gideon? Kwa nini alimchagua Gideon na wakati mgumu kama huu? He saw something that was in him. Bwana asifiwe. A heart to do what was right. Jambo la kupenda, moyo ule wa kupenda kufanya the right thing. Yes, circumstances are this bad. Haturuhusiwi kwenda hivi na kwenda hivi. Lakini as far as it concerns me, I must do something. Bwana asifiwe sana. As far as inanihusu mimi, lazima nifanye kitu. I must rise up early in the morning. Hata kama kuna ugumu huo, lazima niamke asubuhi. Lazima niingie katika nyumba ya Bwana. Lazima niliitie jina lake. Na baada ya hayo, lazima niende kazi. Ambia mtu lazima niende kazi. Si umwambie vizuri. Siwasikii jameni. Lazima niende fani? Lazima niende kafanye kazi. Lazima niwe mahali ambapo nafaa kuwa. Maana time and season do not allow nikae hivi. Bwana asifiwe sana. Why? God has deposited in you something and he needs to see you do it. Hallelujah. Yesu akiongea in Matthew 24 anasema hivi, the kingdom of heaven shall be likened like a king who went on a journey and he gave talent to his servants. Bwana asifiwe sana. And he gave each and every one of them according to their every ability. Na tunajua the story, isn't it? Kuna mmoja alipewa 5, another one 2, na mmoja akapewa 1. And you see, the one aliyopewa 1 atailifaa hiyo 1. Why? So you know the story what happened. Yeye alisema wewe ni mtu mgumu. Wewe unavuna mahali ambapo haufanyi nini? Haupandi. Na sasa mimi nikaona siwa sample hiyo. Talent yako ndio hii, chukua uende nayo. You must do something. Ambia mtu lazima ufanye kitu. Hallelujah. In the times of adversity, the church at Bethel, full gospel, ni lazima kila mtu afanye kitu. Hallelujah. We don't have time to stagnate. Hatuna wakati wa kusimama mahali pamoja tukisema vile kulivyo. No, we must move forward. Under whatever circumstances, we must brace ourselves. We must rise up to the occasion. We must close our shoes and step forward like strong soldiers of the Lord. Hallelujah. We must do something. This is what God saw in Gideon, a young man mwenye anang'ang'ana kufanya kitu. And you know, when the Lord came, he told him that
you are the person. Can you imagine now how God looks at you? When God is with you and sees the resolve that is in your heart, na mpangilio na mawazo yako, and what you are doing on a day-to-day basis, anapima moyo. I saw your clip the other day. Kwamba Mungu hangalii kimo, anaangalia nini? Anaangalia moyo. What is inside you? Hebu uliza mtu, what is inside you? Mungu anaangalia moyo. The desire to do something, ikampendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. And when he came, akamwambia Gideon mambo ambayo hayakuwa mambo ya kawaida. Do you know what he told him? By this, akamwambia, I've given you the opportunity to go and deliver Israel from the Midianites. Hallelujah. Kungangana tu kule kwako kidogo, unangangana kwako kwa nyumba hivi, unapigana na hali zako, alafu somebody anakuambia tulikuwa tunataka mtu wa kusimamia eneo hilo la Bisi mpaka na Manga, anasema ni ndugu Mudhumbi. Unashindwa, did I hear well? Okay? Wewe unangangana na hali za, unataka watoto wasilale njaa, unataka sijui school fees, unataka hiki, unataka kanyumba kale, na mmetega nataka kanyumba mzuri sana pastor. This is a wonderful place of worship. Bwana asifiwe sana. Unangangana na hali zako. When the Lord saw him, akaona, this is the man. Yes, Israel are in a great danger of the Midianites, but there is a deliverer here. Hallelujah. And it didn't matter whether Gideon came from a poor family in Manasseh or that he was the least in his family. Bwana asifiwe sana. Haijalishi your background, you are resolved to move forward. It's not tied down by your background. Bwana asifiwe sana. Mtazamo wa maisha si kwa sababu, you know, church tumekuwa na shida kubwa sana. In other quarters isipokuwa full gospel. Tunahubiria watu kuna laana za babu zenu, kuna laana za juu nani. Kujeni hapa come and be delivered kwa hiyo laana. The Bible says if it is the Son of Man, thou shalt set you free. How free will you be? Hii kanisa la Bisi haliogeagi. Kama ni mwana wa Mungu atawaweka huru. Mutakuwa huru kiasi gani? Laana ya nyanya itabaki. Na yaguka na guka. And why should the men of God come akwambia una laana ya shosho yako? Yeye ndiye mkubwa kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Your history, your background has nothing to do with your future as long as umejiachilia kwa Mungu. Hallelujah. Gideon was a poor man. His family was the least. But he had what it takes to be used of God. Hallelujah. Looking forward and desiring. Hii maandiko nimesomewa na babu zangu wametuambia vile Mungu alitenda kazi. Kwani Mungu huyu ako wapi? And the angel told him, you are going to deliver the children of Israel from the Midianites as in one man. Hallelujah. I will be with you. The Lord is ready to be with every person mwenye ako tayari kuwa pamoja na Bwana. Hallelujah. Amesema kitabu cha Yakobo, mkaribieni Bwana naye atafanya nini? Atawakaribia. Torokeni shetani naye atawakimbia. Bwana asifiwe sana. We have no reason kushinda tukiambia watu vile shetani akona mipango hii, ana mapepo kiasi hii, hakuna. He that is in us is greater than he that is in the world. Anybody who believes that, can you say amen? Amen. He that is in, it doesn't matter what power the devil has. He is actually powerful. But Jesus Christ, when he came, alipokuwa anatembea, watu walikuwa wanapagawa na mapepo. Na wanamuona Yesu na mabia, wewe umekuja kwetu kabla ya wakati wetu kuisha. Okay? It's not a question ukisema mapepo. We don't have that message. Bwana Yesu asifiwe. Concentrating on looking ahead. Those are the Midianites wenye walikuwa wanazunguka Israeli. Wanahakikisha hakuna kitu mtakuza. Lakini ule ambaye anamwamini Mungu, Daniel chapter number 11 verse 32b says that they that know their God, they shall be strong and do exploits. Hallelujah. Hatuna wakati wa kurudi nyuma ndugu zangu.
Tuna wakati wa kuendelea mbele, especially that we are living in these last days. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima we must make a resolve of doing what we need to do. Hallelujah. Hali ni gumu as it was in the times of Gideon. Alikuwa the whole of Israel hata hawakujua atatokea namna gani. If na ningependa we are a good Bible reader, go down there the story of Gideon. Na uone when he started his deliverance campaign ya kuokoa Israeli, Israeli walikuwa wanataka wamuue. Kwa nini? Alibomoa madhabahu ya Baali. Okay? Na akabomoa na akajenga madhabahu ya Mungu. And the whole household of Israel, watu wa milki ya Mungu, wana wa Israeli, wana wa Ibrahimu, watoto waliotahiriwa, kila mwanaume anatahiriwa siku ya 8. Wakasimama nje ya mzee baba yake Gideon wakisema, tupatie kijana wako tumpige mawe kwa sababu amebomoa madhabahu ya Baali. Can you imagine? Hata watu wa Mungu wanakubaliana na dunia kwamba wewe ndugu vile umesimama msimamo mbaya, unafaa kuondolewa. Baba yake akaona nikipatana na kimwana kikiri ni dolero ni. Okay? Sasa akashindwa, how am I going to save my child? Ukisikia watu wakisema apige mtoto wako, jaribu kutafuta maneno ya kumuokoa. Baba yake kawauliza, hey, kumbe Baali ni Mungu? Kama ni Mungu basi, na mtu amebomoa madhabahu yake, si Baali ajitetee? Kwa nini mnakuja kutetea miungu? Kwa nini mnakuja kutetea sijui ya kina nani walisema? Kwa nini mnakuja kutetea ate babu zetu walisema? Kama wao wako na nguvu, si wajitetee? Hallelujah. Kama wako na nini? Kama wako na nguvu, si wajitetee? Yes. I serve a living God, and he is able to do exceeding abundantly above what that I think or ask, according to the power that works in me. That is Ephesians chapter number 3 and verses 20. Our God is able. Baba yake Gideon akamwambia, okay, mimi siwezi kuzuia kijana yangu, lakini kama Baali ni Mungu, si ajitetee. Na kila mtu aliposikia hivyo, wakawa kama wale watu walikuja kwa Yesu trying to stone a woman kwa sababu amemkuta in the very act of adultery. Can you consider those words? She was caught in the very act. What does the very act mean? See, there was somebody else. Kwa nini wakaacha ule wakashika yeye? Si wakashika kwanza yule, lakini wakamwachilia. Na sasa wamemleta na kila mtu amebeba mawe. She needs to die as far as the law of Moses says. Yesu alipoangalia kaona these people have lopsided way double standards of applying the law. And instead of asking them such questions, he gave them a very small request. Yes, let the lady be stoned. Hata mimi nimekubali. Lakini apigwe mawe tu na yule mtu ambaye hajawaifanya watu walianza kusikia nini hiyo inafanya hivyo? Ikifanya nini? Ikianguka na mtu anakumbuka duka yake siku nimefuga, anakimbia kwenda kufuga duka. Anakumbuka mboga yangu pengine inakuwa na ng'ombe kule sokoni, anakimbia kwenda kuangalia nini? When Jesus woke up kuangalia mama akakuta she was all alone. Akamwambia, where are your accusers? Akasema mimi sijui. Yesu akamwambia, hata mimi sikuhukumu. Go and sin no. Hata wale watu tunaombea hapa, pastor, and I like this because it's our doctrine. Hii mambo ati udelive mtu mambo ameshafanya dhambi huko beleni. Akisema Bwana Yesu, nimekuja kwako, naomba unisamehe. After they do the sinner's prayer. Amen. After they do the sinners, that is enough deliverance. Go and sin no more. Usiende kufanya dhambi kule ukasema ni mapepo ilinikuta. Tumekupatia what can take you out of those sins. Na Yesu hata hakumfuatilia ati aje discipleship afuatilie mama. No. Go out there, wacha kukaa hapa and sin no more. Bwana Yesu asifiwe sana. The Lord is with us. Amen. And that's why we are reading in Isaiah chapter number 43 verses 1 to 3. God has promised
to be with us in all the situation that life may bring. If you're passing through fire, majaribu imekaa kama moto, God is with you. Bwana Yesu asifiwe. If they be rivers or many waters, they will not overwhelm you. The Lord is with you. What you need to do is to take courage na kufanya what you need to do, because you know, even in all these circumstances, the Lord is with you. While Gideon was growing his wheat, it was only meant for his poor family. Okay? Alifanya tu mambo ile inafanya nini? Inamuhusu. But God saw this characteristic as the one needed to save the entire nation of Israel. Somebody who is doing something, ndiye anatakikana hata katika nchi hii. Ndiye anatakikana hata katika eneo hili la Bisil. Ndiye anatakikana everywhere. Somebody who is doing something. Bwana asifiwe sana. What are your characteristics? Wewe ni mtu wa aina gani? Because Wakristo sasa hivi tuko hapa kanisani, we are the most holy people now, isn't it? We are the most holy people. Sisi ni watu wale wazuri kabisa, hata na leo sijaona kwaya. Ama itakuja baadaye. Lakini tumeiba na kwaya yangu, hiyo imepita. Unaona? We are the most holy people hapa. Ni watu wazuri. But what happens when we get out of here? Kesho ni Monday. Pastor nilikuwa nataka kukuona. Mpaka pastor anashindwa kwenda shughuli zake kwa sababu pastor anataka kufanya nini? Kukuona. Pastor anataka kukuona. Ni nini wewe? Sijui mama fulani walikuwa naongea na mama fulani pale sokoni, wakaniambia hivi, walikuwa wanizungumzia. Ndio kwa mtoto shakushia leo. Si wacha watu waongee maneno yako. Kama unafanya baya, usemekana unafanya mbaya. Yes, na hiyo isikusubue. Bwana Yesu asifiwe. Isikusubue. Wewe ndio ufanye kazi yako. Unajua siku moja Jethro alimtembelea Musa kule jangwani. Akasikia kijana yake, his son-in-law, anaongoza kundi kubwa la watu, anawapeleka kule jangwani, nasikia anawapeleka Canaan. Akasema kijana yangu amepata sifa za Bwana. Hiyo ni kijana mzuri, Mungu ambariki. Akakuja kumtembelea. Alipokuja kumtembelea, akakuta Musa ana kibarua. Anataka waongee mambo ya nyumbani. Sasa uliposhukua msichana yangu, mnaendeleaje? Watoto ndio hawa, una mipango gani? Nini? Sasa Musa anamwambia mzee Jethro, naomba kidogo, acha niende pale chini ya miti, kuna watu wanataka kuniona. Anaenda, anakaa hapo chini the whole day. Anaongea na hawa. Haya, akija jioni, akipa chakula na yule mama alikuwa anaitwa Zipora, alikuwa anaitwa nani? Mke wa Musa. Ni Zipora. Yes. Zipora. Yeah. Anapompa chakula, Musa ni kulala tu. Na Jethro anamwambia, nilikuwa nimekuja hapa kijana yangu tuongee, maana kule nyumbani zile buzi uliacha. Musa ni kula. Amechoka the whole day, ameshida pale chini ya kivuli ya miti. The third day baba yake akamuuliza, ni nini hii unafanya pale chini ya miti? What is it? Maana when I want to share with you mambo ya maisha tuendelee mbele, wewe huna nafasi na mimi. Ukija jioni ni kama wale watu wanafanya kwa matatu. Unajua watu wa matatu wanamkaka saa 10 ama saa 9 ya usiku na wanalala saa 4 ya usiku. Akiingia kwa nyumba na kutaka maji imewekwa hapo kama kidibwi. Anaoga na haraka anakula chakula, hata hawajui news. Akikula chakula na kula kama anafanya nini? Analala. Maana saa 9 tena atafanya nini? Ataamuka. So Musa alikuwa hivyo. Jethro anataka kumwongelesha, hawawezi ongea. Maana kijana ako busy kule. Ni nini unafanya chini ya miti pale? Tukamwambia baba, unaona watu hawa wana shida nyingi sana. Lazima nikae pale niweze kufanya nini? Kutatua shida zao. Akamwambia hapana, ufanye vizuri. Ukifanya hivi utakufa hata wewe. Hutafikisha kule mnaenda. Chagua wazee kama hawa. Si ndio? Na mashemazi ili wadili na mambo yale madogo, uwe kito yale makubwa. Si kila mara asubuhi pastor anataka kukuona. Pastor anataka kukuona. Na akisikiliza kesi yako, wewe ndio unaenda kwa jirani ukachukua kuku yake. Wewe ndio unaenda ukachukua maembe yake. Kesi inakuangukia na unataka kuona pastor, unazuia asiende mikutano ya council huko Kajiado. Tupange vile tutanunua malori ya maji hapa. Bwana Yesu asifiwe. Abia mtu ondokea tabia hiyo. Kuwa kama Gideon, kuza gano yako. Bwana asifiwe. Sukuma biashara yako, wacha iendelee. Wacha watu waongee maneno yako, wewe fanya kazi ya Mungu atakapohitaji mtu wa kusimama eneo hili, aokoe watu,
atasema ni nini hako ile. Sasa ni mama koi. Na yeye anafanya tu biashara zake. Bwana Yesu asifiwe. The characteristics that God is looking in us is a people committed to what we are supposed to do. Hallelujah. Fanya shughuli zako na ufanye kwa bidii. Hakikisha familia yako imekaa sawa. Whatever needs to be done around you, do it with all your heart. Commit yourself to it. Mungu akiwa biguni anasema niko pamoja na wewe. And I'm seeing some people here whose destinies are going to explode kwa sababu Mungu akija aone what you are doing in your secret places, atakuja kukuinua katika jina la Yesu. Hallelujah. The Lord is with us. And when God realized whom he was talking to, basi akabujua haya, kwani mambo iko namna hii? Akamwambia basi, kama nimepata kibali machoni pako, wacha nikuletee kipawa. Tunaishi katika enzi zenye tunahitajika kutambua watumishi wa Mungu ni kina nani. Na unakuta, na sijui hii ilitoka wapi, kwamba kila mara we pamper the men of God kwa sababu ya vile amefaa. Lakini Gideon hakuambia leta sadaka. Alimwambia kama nimepata kibali mbele zako, wacha nikuletee kipawa. Amen. Yeye aliguzwa, alisikia maneno haya ni mazuri, akaamka bila kuambiwa, akakibia, akaleta chakula, akaleta nyama, akachinja kama mwanakondoo kazuri, akaweka mpaka supu, akamletea yule mtu. Yeye hakujua ni nani. Anamletea mtu amemwambia maneno mazuri. Na alipompatia akamwambia okay, sawa. Weka hiyo nyama pale, mwagia, weka juu ya ile mawe ikakuwa sasa ndio madhabahu ikasimamishwa hapo. Akamwambia mwagia hiyo supu hapo, na yule jamaa alikuwa na fimbo. Alipoiguza hivi, moto ukawaka, na Gideon akasema, my God, I've seen the angel of the Lord face to face and I have been able to live. Bwana asifiwe sana. That's what is going to happen to you. God will visit you. Hallelujah. And your destiny is going to change. And when it happens, the Lord will not disappoint you. You live to tell a story. Kwamba I was down there and the Lord raised me up. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Thank you and God bless you.